charismatic. Karibu tena kwenye Maira Online TV. Jina langu ni Tumaini Sekadodo. Yanga Sports Club imeweka wazi daunono kwa wachezaji wake kuelekea mchezo wa mwisho wa hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika. Uongozi wa klabu hiyo umeahidi kuigawia kiasi chao nusu ya fedha watakazopata kutoka CAF endapo watafanikiwa kufuzu hatua ya robo finali. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili uweze kupata update zetu zote kutoka hapa Maira Online TV. Kiasi cha dola 900,000 sawa na zaidi ya shilingi bilioni 2.3 kutolewa kwa kila timu itakayopenya robo finali, na Yanga imepanga kutoa dola 450,000 kwa wachezaji wa benchi la ufundi kama motisha maalum. Je, ahadi hii itawapa nguvu ya ziada kuibuka na ushindi mnono dhidi ya JS Kabylie? Uongozi wa Yanga umepanga kukipa kikosi chao nusu ya fedha ambazo timu hiyo itapata kutoka shirikisho la soka wa mpira wa miguu Afrika CAF kwa kufuzu hatua ya robo finali ya ligi ya mabingwa Afrika, ikiwa watafanikiwa kufanya hivyo mwishoni mwa wiki hii. Kila timu inayofuzu robo finali ya mashindano hayo inavuna kiasi cha dola 900,000 ambao ni sawasawa na shilingi bilioni 2.3, na Yanga imepanga kuwapa wachezaji na maofisa wake wa benchi la ufundi nusu ya fedha hiyo, kiasi cha dola 450,000 sawasawa na shilingi bilioni 1.2 ikiwa itafanikiwa kupenya. Ili ifuzu robo finali, Yanga inahitajika kuibuka na ushindi wa tofauti ya mabao mawili au zaidi katika mchezo wake wa mwisho nyumbani wa hatua ya makundi dhidi ya JS Kabylie kwenye uwanja wa New Amani Complex Zanzibar kuanzia saa 1 kamili usiku, na kuombea FAR Rabat ipoteze dhidi ya Al Ahly ili yenyewe ifuzu robo finali. Tumeahidi kwamba wachezaji watachukua nusu ya fedha ambazo CAF watatupatia endapo tutafuzu robo finali. Tunafahamu kuwa kufuzu kwetu hakutategemea matokeo yetu pekee, bali pia matokeo ya mchezo kati ya Al Ahly na AS FAR, amesema mmoja wa viongozi wa klabu hiyo. Maandalizi ya mchezo huo muhimu tayari yako katika hatua za mwisho. Baada ya safari ngumu ya Morocco, wachezaji walipewa muda wa kupumzika kabla ya kurejea mazoezi. Baada ya safari ndefu, wachezaji walipumzika kwanza. Mazoezi yalianza tena juzi tulipoanza maandalizi ya mwisho wa mchezo, amenukuliwa kiongozi huyo. Kuna habari njema kwa kikosi cha Yanga baada ya kiungo mshambuliaji raia wa Gambia Buba Jammeh kurejea kikamilifu mazoezini kuelekea pambano hilo. Jammeh alikuwa anatarajiwa kujiunga na timu ya Morocco, lakini alilazimika kurejea Gambia baada ya pasipoti yake kuisha muda wake wa matumizi. Buba amerudi na amejiunga na mazoezi. Yanga inahitaji ushindi wa mabao mawili au zaidi katika dimba la New Amani Complex Zanzibar, sambamba na kuombea FAR Rabat ipoteze dhidi ya Al Ahly ili ndoto ya robo finali itimie. Je, unaamini Yanga watafanikiwa kufanya makubwa na kutinga robo finali? Toa maoni yako hapa chini. Usisahau kusubscribe Maira Online TV, kulike video hii, kushare kwa wapenzi wa soka na kucomment maoni yako. Mimi ni Tumaini Sekadodo na hii ni Maira Online TV, mahali pa habari za uhakika na kwa wakati